Ikhwani alfudhala, miongoni mwa neema kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anamneemesha mja wake baada ya neema ya Uislamu ni neema ya kumwafikisha mja kama vile huyu lisairi ala manhaji as-salaf as-salih radiyallahu ta'ala anhum as-sahaba wat-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Ni mja kuneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutembea na kupita katika mfumo ambao kwamba walikuwa nao wema waliotangulia. Tukisema wema waliotangulia as-salaf as-salih tunakusudia as-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wat-tabi'in, na wale ambao kwamba wamewafuata masahaba wa man tabi'ahum bi ihsan, na wote ambao kwamba watawafuata kwa ihsan mpaka itaposimama kiyama. Hao ndio wanaitwa salaf. Katika neema hii ndugu zangu katika iman, neema kama vile hii ndiyo tariqun najat, ndiyo njia ya ufaulu. Mtu atapoafikiwa kufuata hii barabara ajue ameafikiwa njia ya ufaulu, lakini kadhalika ameafikiwa katika tariqul istiqama, njia ya istiqama na msimamo, na ndiyo njia ambayo kwamba iko na baraka ndani yake fi dunya wal akhirah. Allah jalla jalaluhu ndani ya Qur'an asema was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu, wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirina na ansar, sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, walladhina ittaba'uuhum bi ihsan, na wale ambao kwamba watawafatisha hao masahaba muhajirina na ansar na wao pia wakawa wema kama walivyokuwa muhajirina na ansar. Allah jalla jalaluhu amewaridhia na wao wamemridhia. An-Nabi alayhi salatu wassalam atuambia khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, watu bora ni karne ambayo kwamba mimi niko karne ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha wale wanaomfuatisha Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, kisha wale wanaowafuata wanaomfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikhwani, manhaju salaf, kwa nini tusema kuwa ni baraka katika maisha ya kijana? Ndugu yangu katika iman, maisha yako na uhai wako na wewe kwa ujumla, ukitaka kupata baraka na ukitaka kupata maisha mazuri, la bud, huna budi ndugu yangu katika iman, an tarbita shababaka bilwahi, uifungamanishe ujana wako na wahi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalaf kanu ya'khudhuna dinahum min alquran was-sunnah, salaf waliotangulia walikuwa wanachukua dini yao katika kitabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kwa ufahamu wa nani? Ufahamu sahihi. Alikuwa wafati hawa nafsi, fala yatakhabbatuna baina ash-shubuhat wal afkar al-munharifa, alikuwa hawafati fikra chafu na mambo ambayo kwamba ni ya kuwatoa katika barabara ya sawa. Tazameni ndugu zangu katika iman, Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu asema law kana ad-din bir-ra'y, law kama dini ingekuwa yaenda kwa rai ya mtu, la kana mashu asfala al-khuffayn, ingekuwa kufuta chini ya khuffi mbili afdal fi maana kalami min a'laha, ni bora kuliko mtu kufuta juu ya ile kiatu. Lakini Umar ibn al-Khattab kwa kuwa alimuona Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam anaamrisha watu wafute juu ya kiatu yake, akaamua kufata, hakufata akili yake. Fahakadha kanu, hivi ndio walivyokuwa ndugu zangu. Na wewe kijana wa Kiislamu ukiamua kuishi kama Qur'an inavyotaka, Allah asema wama ataakumur rasulu fakhudhuhu, alokujieni nayo mtume sallallahu alayhi wasallam yachukueni,
ukaamua kuishi kama Qur'ani inavyotaka. Qur'ani imekuamrisha uishi kama alivyotaka Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na alivyokukataza uache, ndugu yangu, maisha yako itakuwa na baraka. Lakini sababu nyingine ambayo tunaeleza ya kwamba kijana kuwa katika manhaju salaf na mfumo wa wema waliotangulia ni sababu ya kupata baraka katika maisha yake, kwa sababu kufata manhaju salaf yasnau at-tawazun fi hayati shabab, inatengeza uwiano na usawa katika maisha ya kijana. Kijana huyo anakuwa si mtu wa ghuluu wala si mtu wa tafrit, mtu wa kupunja. Anafata kama Qur'ani inavyotaka na anafata kama wanavyotaka sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, hazidishi wala hapunguzi, bali anakuwa ni katika wasatiya, katika watu wa kati na kati. Ndio maana katika musammayati ahli sunna ni alwasatiyin, watu wa wasatiya, ahlul wasatiyati wal i'tidal, watu wa kati na kati. Allah jalla jalaluhu anasema wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, tumekufanya mmekuwa ni umma wa kati na kati. Na muislamu yafaa akuwa ni mtu ashab alwasatiyya, ni mtu ambaye kwamba atakuwa hana kuchupa mipaka kama walivyokuwa nayo baadhi ya mapote mabaya kama vile khawarij wa ghairuhum, lakini kadhalika asikuwa ni mtu wa tafrit, asikuwa ni mtu wa tafrit kama walivyokuwa murji'a wa ghairuhum. Falidhalika ash-shab akifata manhaju salaf humpelekea kijana kama vile huyu kuwa na wasatia na kuwa na uadilifu. Anafanya ibada, anafanya amali zake pamoja na ilmu ambayo kwamba yuko nayo na tabia, matakwa yake yanakuwa yanafata Qur'ani na sunna ya Mtume alayhi salatu wassalam. Lakini ayu al-izza, jambo la tatu ambalo linaonyesha ya kwamba kijana anapofata manhaju salaf atakuwa na baraka katika maisha yake, kwa sababu manhaju salaf yazra'u fil qalbi at-tuma'nina, inampea mtu utulivu. Ndugu zangu, wallahi huwezi kupata raha ukiwa katika bid'a. Aqulu lakum sarahatan, huwezi kupata raha ukiwa katika bid'a, wala huwezi kupata raha ukiwa katika jamaat munharifa na hizbiyya. Wallahi raha utaipata pale ambapo kwamba utaamua kufuata manhaj salaf. Yoyote ambaye kwamba atafata njia ya salafu salih, njia hii ambayo kwamba ni wazi, iko wazi, inatolewa min alkitabi wa sunna, inatolewa katika kitabu na sunna kama wanavyotueleza wenyewe salaf. Alilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu hum ulul irfani, ilmu amesema Allah, amesema mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wamesema masahaba. Si unakuja kwanza kuchukulia maneno kutoka huku kupeleka huku, la, alilm yu'khadhu min haula. Utapochukua ilmu yako kutoka kwa watu kama vile hao, itakuwa ni sababu ya kupata utulivu na utaishi ukiwa ni mutmainnan thabitan, ukiwa umetulizana, hauwezi kuyumbishwa na fitna. Wallahi tizameni wale shabab ambao wanajitahidi, na sote tuko na makosa, lakini wanajitahidi kubaki katika barabara ya sawa na msimamo wa sawa wa salaf as-salih radiyallahu ta'ala anhum. Hawa vijana wallahi wako na tamayuz na vijana wengine ambao kwamba hawapo katika barabara kama vile hii. Ndugu zangu, tunataka sisi tuishi hivi, wala salafia si kama wanavyotakidi baadhi ya watu, ni mtu kuonyesha akhlaqi mbovu. Kama katika majalis insha Allah, Allah akituwafikia tutakuja kuelezana, kuonyesha tabia ambazo kwamba la, ukiona mtu yoyote anafanya kosa, lile kosa usilinasibishe na manhaji. Ukiona Abdul Rashid afanya kosa, usinasibishe kosa langu na manhaji salaf. Abdul Rashid yukhti, Abdul Rashid yakosea, wa fulan wa allan yukhtiun, fulani na kila mmoja anakosea, wama ahadun yaslam,
la ahad yaslam, hakuna mtu ambaye kwamba anasalimika na makosa. Mtume alayhi salatu wasallam asema kullu ibn adam khata, kila binadamu ni mwingi wa kukosea, khata. Falidhalik ukiona shab salaf yuwakosea, ile kosa yake nasibisha na usinasibisha na manhaj. Na wewe kijana ambaye kwamba wajitahidi kufuata manhaj salaf na wajitahidi kufuata hii sunna, jitahidi kadhalika kujilinda, nitukuze nafsi yako, usijiweke katika mahalik na katika mambo ambayo kwamba atakuvunjia heshima yako. Falidhalika kijana anapokuwa katika manhaj kama vile hii, ndugu zangu, wallahi huyu mtu atakuwa hayumbishwi na fitna. Tazameni fitna ngapi zinakuja. Utapata athabitun ni wale ambao kwamba watakuwa wameshika waliokuwa nayo waliotangulia. Ndugu yangu, wewe hakuna jambo ambalo kwamba utalifanya ukaliona lina faida alafu wema hawakulijua jambo kama vile hilo. Uweze kumzidi akili wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala kumzidi akili Abu Bakar na Umar na Uthman na sahaba radhiallahu ta'ala alayhim. Sisi tutosheke tuna wao. Usalafi jamani, kuwafuata hao tu, usitishwe ati sijana. Ndugu yangu, usalafi ni kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufuata masahaba. Asikuje mtu akakwambia sijui fulani, hakuna shekhe wala nani. Usalafi ni Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Imam Shafi'i, Imam Abi Hanifa, Imam Anas ibn Malik, Imam Ahmad wa ghayruhum min al-a'imma kalamun yunsabu ilayhim, maneno ambayo kwamba yanasibishwa kwao, kila mmoja maana maneno yao. Ukiona maneno yangu yamekhalifu Qur'ani na Sunna, wacha maneno yangu, fata Sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wamenukuliwa wakisema idha sahha alhadithu fa huwa madhhabi, hadithi kisihi basi hiyo ndo madhhabu yangu. Hakadha kanu, hivi ndio walivyokuwa hao salaf alayhim rahmatullahi ta'ala. Falidhalika tukiwaambia jamaa manhaju salaf ni Qur'ani na Sunna, muelewe. Usije ukaona kosa la fulani ukamfanya fulani kwa ndo mizani ya manhaj fulani, ndo la, hii si sawa. Na hii utafikia hapa pale utapoacha. Ukiona tumeshamfanya mtu kuwa ndo kipimo cha manhaj, ujue tayari ushaacha barabara ya sawa na utaingia katika fitna. Hapa tumesema mtu atapofuata manhaj ya sawa atatulia na atakuwa na tumaanina, atapata thabat, lan yuzalzilahu fitna, hatotingishwa na fitna. Falidhalika ash-shabu al-muslim, ni dharura kijana wa Kiislamu kufuata huu mfumo. Wallahi ni dharura kijana wa Kiislamu kufuata manhaj as-salaf. La najat wala izz wala fawz wala tamkin illa fi ittiba'i al-athar. Hakuna ufaulu wala utukufu wala izza wala tamkina ila mtu atapofuata mfumo kama vile huu wa wewe. Sasa ulizana, haya vipi kijana anaweza kushika manhaj? Kaif, vipi kijana anaweza kushika manhaj? Na hili swali watu wasema, Sheikh mimi nitakuwa vipi salafi? Utakuwa vipi salafi? Salafi utakuwa vipi? Tafuta ilmu, nenda kasoma Sheikh, ilmu inaokoa. Kasome ilmu, kuwa na ilmu, kwa sababu katika sifa za salafiyun ni watu ambao kwamba yashtaghiluna bil ilm, yashtaghiluna bil ilm. Saa zote wao wanasoma, wanajishughulisha na kutafuta ilmu kwa ulama rabbaniyin, kwa mashayikh mawthuqin, wanachukua ilmu zao kama maneno ambayo kwamba yameathiriwa kutoka kwa masalaf. Inna hadha al-ilma dinu fanzuru amma ta'khudhuna dinakum, hii ilmu ni dini, tizameni wapi mwachukua dini zenu. Falidhalika hao wao na waona wanachukua ilmu kutoka kwa ulama kibar, wanachuoni wakubwa na wanafunzi wao ambao kwamba wanakuwa katika jada. Na hata ikitokea alim amepinda katika barabara ya sawa na ni mwanachuoni, lakini akaacha barabara ya sawa, salafi wanamwacha. Kweli huyu ni msomi wa lugha, msomi wa aqida, lakini amefika akaacha barabara ya sawa. Hii dini si dini ya mtu, ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala.
sitaacha kosa yake, tafuta njia ya haki. Ndio hapo utasikia mtu fulani labda hizbishwa, pengine amefanya makosa. Nimesema hawa kazi yao kukatana tu. No. Mtu alikuwa katika barabara ya sawa, ameacha barabara ya sawa, sitamwacha. Hatuwezi kufuata mtu akiwa kazalla qadam, miguu yake inzama, ameanguka. Falidhalik kijana anaweza kuwafikiwa kufuata manhaj pale atapoamua kutafuta ilmu ya sawa. Alilmu ya ikhwan, alilmu na ilmu tarkiz katika ilmu ya aqida. Vijana wengi wanasoma lugha, tusoma nini, alhamdulillah, mambo muhimu, tusoma fiqh, mambo muhimu, na yote haya salafiyun wanasoma, yote haya wanasoma, lakini aqida ndio mstari wa mbele, kwa sababu hata ukawa wajua lugha, ukawa wajua balagha, ukawa wajua suluki, lakini ukaenda mbele ya Allah huna aqida, utakuwa kama kina Zamakhshari, mtaalamu lakini laysa lahu aqida, hana aqida, lugha yake msaidini. Fakusoma, ndugu zangu, tujitahidi kusoma, lakini kadhalika katika kusoma tuangalia ilmu ambayo kwamba ni muhimu, ambayo ni ilmu ya aqida. لكن كذلك حرصهم على قراءة القرآن، أو حرصك أيها الشاب على قراءة القرآن، jitahidi kusoma Qur'an na kuizingatia, kwa sababu hii Qur'an ndio mfumo mzima wa maisha yetu. Sisi tunaposema alkitab maana yake ni Qur'an, alkitab maana yake ni Qur'an. Mtu akifuata Qur'an atakuwa amesimama katika njia ya sawa. Lakini kadhalika katika njia ambazo kijana anajitahidi kulazimiana na manhaji ya sawa, an yuhafidha ala ibadati, ahifadhi ibadati zake, sala, saum. Sio jiyote wewe salafi lakini swala wala una mpango na salafi gani na uswali, salafi wala wewe huna ibada yoyote, mzembe wa mwisho katika ibada, hiyo salafi. Kana wasema Sheikh Badr al-Utaybi, as-salafiyya laysat faqat fi al-jarh wa at-ta'dil, usalafia si basi tukujeruhi mtu fulani kadha fulani kadha. As-salafiyya si katika muqata'a pekee, salafiyya fi al-ibadat, katika ibada. Uko wapi usalafi wako katika qiyamul layl? Uko wapi usalafi wako katika kusoma Qur'an? Uko wapi usalafi wako katika sala za jamaa? Uko wapi usalafi wako katika silatul arham, kuunganisha udugu? Uko wapi usalafi wako katika birra alwalidain, kufanya wema wazazi? Wewe ni salafi lakini wazazi wako la. Falidhalik alhirs ala alibada, kufanya hirsi katika ibada, kufanya hirs katika ibada na katika mambo ya taat. Lakini kadhalik kijana anaweza kulazimiana na manhaj kwa njia nyingine ambayo ni musahabat as-salihin wa musahabat talabat al-ilm, kusuhubiana na marafiki wema na wanafunzi wanaosoma ilmu, au ndio kwa marafiki zako. La tusahib illa mu'mina wa la yakulu ta'amaka illa taqi, usisuhubiani isipokuwa na mu'min, na asikule chakula yako isipokuwa mtu ambaye kwamba atakuwa ni taqi, mtu ambaye kwamba ni mcha Mungu, ili yakul ta'amaka. Na kadhalika miongoni mwa njia ambazo kijana akitumia atakuwa atalazimiana na manhaj, ajihadhari kijana kutokamana na bid'a na afkar munharif, jiweke mbali na bid'a. Bid'a ndugu zangu inavunja mambo, watu wa bid'a يوم القيامة watafukuta katika birika ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jiepushe na bid'a. Bid'a ni dhalam, bid'a ni giza, bid'a inazuia mtu kuona haki. Wallahi kuna baadhi ya watu wako na ilmu, lakini kwa sababu ya bid'a yao inawazuia wallahi kufanya kazi ile ilmu ambayo kwamba wako nayo. Jiweke mbali kabisa na bid'a, lakini na afkar munharifa, fikra chafu, fikra za kikhawarij, fikra za takfiri, fikra sijui za nani. Jiweke mbali na fikra kama hizo. Lakini kadhalik jitahidi kuwaiga as-salaf na kusoma sira zao. Soma sira ya Abu Bakr, soma sira ya Umar, soma sira ya Uthman, soma sira ya Ali.
soma sira al-ashra mubashshirina bil janna, soma sira ya Imam Shafi'i, Imam Abi Hanifa, Imam Malik ibn Anas, Imam Ahmad. Soma sira ya Imam Yahya ibn Ma'in, soma sira ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, sira ya Ibn al-Qayyim al-Jawzi, sira ya Imam al-Muzani wa ghayruhum min a'immati as-sunnah. Soma sira zao, soma sira ya Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, soma sira ya Sheikh Albani, soma sira ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin, soma sira ya Ibn Baz al-Allama alayhi rahmatullah, soma sira ya Sheikh Salih al-Fawzan, soma sira ya Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, soma sira ya ulama. Hakadha najua manhaj, utakuwa ni sababu ya kushikamana na manhaji kama vile hii. Wallahi ukisoma sira za hawa jahabidha itakupelekea kupenda manhaji yao. Soma sira Muhammad bin Abdul Wahhab al-Imam, soma sira yake. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anawaambia Waislamu, ittabi'u, fateni walotangulia, wala tabtadi'u, musilete uzushi, faqad kufitu, imeshatoshe leso. Wafateni wao, tashabbahu bihim, wajifananisheni na wao. Ndugu zangu Waislamu na vijana kwa ujumla, bilkhusus dunia kama vile hii ambayo tuko leo sisi, mali'atun bilfitan, imejaa fitna nyingi sana, na imejaa mambo ambayo kwamba yanaghuri watu. Wallahi huwezi kufaulu na kuokoka katika hii dunia illa bili'tisami bimanhaji salaf, kwa kulazimiana na mfumo wa wema waliotangulia. Hiyo ndio safina an-najah, safina ya ufaulu. As-sunnah safinatu Nuh, yani Imam Ahmad, man rakibaha najah wa man takhallafa anha gharq. Sunna ni safina ya Nuh, atakayepanda ameokoka, atakayewacha ameangamia. Fa alaykum bimanhajihim, alaykum bisulukihim, wa alaykum bimu'taqadatihim, fatamma an-najah. Hapo ndo unapata ufaulu, ndugu yangu katika imani. Kulazimiana na mfumo wao ni safina ya ufaulu, na ndio nuru ambayo kwamba yudhi'u laka at-tariq, itakuongezea njia. Lakini albaraka utakayoipata wewe katika maisha yako ya dunia na akhera ni pale utapofuata barabara yao. Lan yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwal. Fa yoyote ambaye kwamba anataka izza na anataka istiqama na anataka ufaulu wa hakika, alazimiane na njia ya salafu salih. نمومب الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.